kwa ajili ya kusanyiko hili, ya kwamba Bwana katikati ya wengi, lakini Bwana umetupa kile ndani mwetu, tupatikane katika nyumbani mwako, ili Mungu tukaweze kufundishana, tukaweze kulipokea neno lako ambalo umelikusudia juu ya maisha yetu. Baba, naomba kwa mamlaka na uwezo wa Roho Mtakatifu ukanipe usemi nje ya mipaka ya matayarisho yangu kama mwanadamu, lakini Bwana neno hili ukaliuishe kwa ajili ya maisha yetu. Naomba Bwana, kutokana na neno hili, mioyo yetu kaweze kuonywa kutokana na uovu, tukemewe kwa kila ulegevu unaoleta katika maisha yetu. Mungu, tukaonyeka hata kuiondokea dhambi, ili maisha yetu yafanane nao, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu naye tupenda. Mioyo yetu ya kutazama, ukatusaidie Bwana, tuelewe hata nguvu zilizokutoa katika kaburi na kukupa uwezo wa kuishi milele, uliye mwamuzi na hakimu juu ya mataifa yote, mwenye mamlaka na utukufu. Asante Mungu mkuu. Baba, naalika uwepo wako wa utatu ukaweza kutuhudumia Mungu, kila mmoja wetu, ili Mungu asiwepo hata mmoja ambaye kwa kwake mahali hapa ni bure. Mungu, maana si makusudi na desturi yako. Tunasalimisha kwako uliye mfinyanzi mwema, kwa Kristo Yesu. Baba, naomba nikusadiki na kusanyiko la watakatifu niseme amen. Amen. Naomba leo mniruhusu tusirudi nyuma, kwa hatua tuendelee mbele. Ruhusu tuanzie tu pale tuliachia, maana Sunday ilichukua muda mrefu kufanya marudio, lakini ruhusu leo kichwa chetu cha ujumbe making of a contrite spirit. Neno letu la kimsingi tulisoma katika kitabu cha Zaburi 51 mstari wa 17, tukasoma Isaya 57 mstari wa 15, na pia tukasoma Isaya 66 mstari wa 1 hadi wa 4. Katika maandiko hayo yote matatu ambayo tuliyasoma, kitu kinachojitokezea ujumbe wa Mungu katika maandiko hayo ni kwamba Mungu anautafuta moyo wa kupondeka ama moyo wa kuvunjika na kunyenyekea mbele zake. Hiyo ndio summary ya kitu ambacho Mungu anakitafuta katika maandiko hayo matatu. Mungu anapendezwa, moyo wa Mungu unafurahishwa na moyo wa mwanadamu uliye wa kuvunjika na kupondeka mbele zake, moyo wa kutetemeka usikiapo sauti ya Bwana, moyo ambao hauchukulii sauti ya Bwana kuwa ni kawaida. Kuna mambo machache ambayo nitayagusia yanayojitokeza, ya kwamba moyo wa kupondeka na kuvunjika mbele za Bwana si moyo wa kuzaliwa nao. Si kitu ya kwamba mtu amezaliwa na moyo wa kupondeka na kuvunjika. Kawaida ya mwanadamu ni asili ya kiburi na uovu, maana hiyo ni asili ambayo tumeirithi kutokana na Adamu na Hawa walio wazazi wetu. Ndio maana neno la Mungu linasema kwa kuwa wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kila mmoja wetu asili yake ni uasi mbele za Bwana. Lakini moyo wa kupondeka mbele za Bwana ni moyo ambao ni matokeo ya mwisho. Ni matokeo ya mwisho. Moyo wa kupondeka na kuvunjika mbele za Bwana ni matokeo ya mwisho wa kazi ambaye Roho wa Mungu ameifanya katika maisha ya mwanadamu. Roho wa Mungu anampokea mtu katika kiburi, katika mapungufu
uchafu alio nao, katika ubinafsi. Wengine wetu tukiangalia picha tuliyokuwa nayo nyuma, si ya kufurahisha, hata si ya kuzungumza mbele ya watu. Maana ilikuwa ni mioyo migumu, mioyo iliyokuwa imejaa hasira na uhasama mkubwa, moyo ambao haungesikia maonyo na makemeo. Hiyo ndio asili tulikuwa nayo, na tukafurahishwa katika kiburi cha maisha, tukaona hayo ndio maisha mema, lakini kumbe ni maisha yaliyo kinyume na Mungu. So kwa kuwa Mungu ana hata nasi, anaturuhusu twende kwake vile tulivyo. Hakuna mwanadamu anayeweza kusema anataka abadilike awe mzuri ndiye aende kwa Mungu. Hauwezi kubadilika. Katika vitu zako na akili zako kama mwanadamu, hauwezi kubadilika. Lakini tunaenda kwa Mungu vile tulivyo. Katika uchafu wetu, katika kiburi chetu, tunajipeana mikononi mwa Mungu, yeye aliyemkamilifu. Anapotupokea, yeye anaanza kufanya kazi katika maisha yetu. Anaanza kurekebisha mapungufu tuliyo nayo. Anatuweka katika mikono yake. Maana Mungu hapo na picha ya mwisho wa kila mmoja wetu. Mungu anajua mwisho wangu anataka uwe vipi. Anajua Mungu. Amina. Anajua mwisho wa kila mmoja wetu vile tunastahili tuwe mwisho tukiingia katika pumziko letu la milele. Anajua tunatakana tuwe vipi. Wengine wako hapa tena, Mungu anajua hawa ni wainjilisti ambao anawatayarisha waende Amerika, niwapeleke Tanzania, niwapeleke Morocco, niwapeleke Uingereza. Tukiwa tumekaa hapa, Mungu anajua wengine ni wachungaji, anawaandaa ili waende kulea kanisa. Anajua huo ndio mwisho wako. Wengine wako hapa ni wakurugenzi, waende wasimamie makaburi, walee watu na kusimamia mali ya watu. So kulingana na kila mahali ambapo Mungu anataka tupeleke Mungu, so anatuweka kwa mikono yake, anatufinyanga, anatutayarisha. Amina. Anakutayarisha uwe tokeo ya yale unataka uwe. Amina. Amina. So Mungu akamwambia Yeremia, enda katika nyumba ya mfinyanzi. Yeremia akaenda katika nyumba ya mfinyanzi. Alipofika, Mungu akamuuliza, umeona nini? Yeremia akamwambia Mungu, nimeona mfinyanzi ameshika udongo katika mikono yake, udongo mbichi. Amefinyanga chombo, alipomaliza akafunja tena hicho chombo. Akaanza kufinyanga chombo kingine. Na Mungu akamwambia Yeremia, hivyo ndivyo mimi nataka na wanangu Israeli, enda waambie ya kwamba mimi ni mfinyanzi wao. Amina. Nataka wakae mikononi mwangu. Mimi Mungu wao ni wafinyange ninavyotaka. Amina. Amina. Sasa turudi katika hayo maandiko tulisoma tukiokoka. Tulisoma Waebrania. Nataka turudi hapo tena. Somaji tusomee kitabu cha mwisho tulikisoma. Ndio. Waebrania mlango wa 12 kwanza. Mlango wa kwanza maandiko yanasema hivi: kwa sababu hii, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa namna hii la mashahidi, basi na iwekwe kando kila kitu kinachozuia na ile dhambi inayotuzinga kwa urahisi, nasi tupige mbio kwa
kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa kwa ajili yetu. 2. Basi hatutazame sana Yesu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, yeye ambaye kwa ajili ya furaha aliyowekewa mbele yake alistahimili msalaba, bila kujali aibu ya huo msalaba, naye ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Kuachia pale baba. Neno la Mungu linatuambia hivi wapenzi. Kwa kuwa tumezungukwa na wingu la mashahidi. Wingu la mashahidi ni watu ambao wanayoyatazama maisha yetu ya wokovu. Kanisani, nyumbani, katika ploti tunakaa, pale kazini, wazazi wetu, ndugu zetu, na watu wote ambao Mungu amewaleta katika maisha yetu, wanaojua ya kwamba tumeokoka. Hilo ni wingu la mashahidi limetuzunguka. Kanisa la Bwana liseme amen. Biblia inasema basi, kwa kuwa tumezungukwa na wingu la mashahidi kama hili, sasa ni juu ya kila mmoja wetu, wewe na mimi, tujue ya kwamba ni jukumu langu kuhakikisha ya kwamba maisha yangu yanakubaliana na ushuhuda wangu. Mwenye haki wa Mungu asema amen. Yaani tukiwa tumekaa hapa, hakuna mtu ambaye ndani mwake kunatakana kutoke statement ya kusema achana na maisha yako. Wewe hauna maisha yako. Wewe ni mtumwa wa Kristo. Amina. Tukiwa tumekaa hivi, hakuna mmoja wetu anatakikana aseme wachana na maisha yangu. Narudia na kusema wewe hauna maisha yako. Wewe ni wa mwenyewe. Wewe ni wa Kristo Yesu. Na wewe ni mtumwa. Wewe ni mtumwa wa Kristo Yesu. Tulikuwa watumwa wa shetani tulipokuwa katika ulimwengu. Kabla hakuja wokovu, tulimtumikia shetani, tukamfurahisha katika njia zetu za uovu. Tulifanya mambo ya aibu. Tulizungumza maneno yaliyokuwa hayana neema. Na hivyo ndivyo tulivyomdhihirisha yule tuliyekuwa tunamtumikia. Lakini ni wajibu wetu sasa, kila mmoja wetu ajue ya kwamba hana maisha yake. Yeye ni mtumwa wa Kristo. Na kama mtumwa, imekupasa ama imekubidi. Nilikuwa naomba tutoke nyuma Asha atanisaidia. Hakuna mtumwa ana mamlaka kuishi maisha anayoyataka. Wakati umechukuliwa mateka, unaishi kulingana na yule aliyekuchukua mateka anavyotaka. Uhuru wako unaisha kutokana na mahali pale umejisalimisha kwa mkubwa wako. So sisi tulijisalimisha kwa Yesu. Hatuna sehemu ya kuishi vile tunavyotaka. Tunaishi kulingana na vile Kristo anavyotaka. Sasa Biblia inasema tukimchukua yeye kuwa mfano, alipotazama na kuona utukufu uliokuwa umemngoja. Kristo alipotazama utukufu gani huu ulikuwa umemngoja? Utukufu gani wapendwa ulikuwa umemngoja Kristo? Alikuwa anaenda kupewa jina lilo juu ya majina yote. Huo ndio utukufu wa pekee. Jina ambalo kila ulimi utakiri na kila koti litapika mbele zake. Yesu alipoangalia hayo yamemngoja, akaona kutukana si kitu. Wakamtukana, hakuhesabu kama ni kitu. Wakamtemea macho kwa uso haswa, wakamfua nguo zote
macho yako saidi yake, angalia yanayokungoja heshima na utukufu. Ukikaribishwa malangoni mwa Bwana ya kwamba mwanangu ingia katika pumziko. Kanisa la Bwana liseme amen. Angalia taji ambalo Bwana ameliandaa kwa ajili yako, ikusaidie kukupa amani katikati ya maudhi na matusi ya wanadamu, katikati ya mateso unaweza kuyapitia, iwe faraja kuyashinda maudhi yote ya aina yote. Unaweza kufanywa kama mwanadamu. Kuna mtu ananipata, watu wa Mungu? Neno la Mungu likisema tumtazame yeye Kristo ambaye alipoangalia utukufu ambao umemngoja akaona Yesu kuwa ni yeye. Eti mtu anakutukana, eti mtu anakuambia huna maana, isikusumbue. After all hata kufanya huna maana, wewe ni wa maana. Ni maneno yake tu, ni opinion yake, lakini opinion ya Mungu yasemaje kukuhusu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Eti kwa vile unapika na kuni na yeye ana mtuki wa pesa peke yake, ndiye anakudhalilisha, isikusumbue. Amina. Angalia utukufu ambao umewekwa kwa ajili yako, ili uweze kushinda madharau ambayo inaweza kuinuliwa juu ya maisha yako. Endelea baba. Basi na tumtazame sana Yesu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, yeye ambaye kwa ajili ya fahari na furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba, bila kujali aibu ya huo msalaba, naye ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Tafakarini sana yeye aliyestahimili upinzani mkuu namna hii kutoka kwa watu wenye dhambi, ili kwamba msije mkachoka na kukata tamaa. Katika kushindana kwenu dhidi ya dhambi, bado hamjapigana kiasi cha kumwaga damu yenu. Nanyi mmesahau yale maneno ya kuonya yanayowataja ninyi kuwa wana, yakisema, mwanangu, usidharau kuadhibishwa na Bwana, wala usikate tamaa akikukemea, kwa sababu Bwana huadhibisha wale awapendao, na humwadhibu kila mmoja anayemkubali kuwa mtoto wake. Vumilieni taabu kwa ajili ya kufunzwa adabu. Mungu anawatendea ninyi kama watoto wake. Kwa maana ni mtoto yupi asiyeadhibishwa na mzazi wake? Kama hakuna kuadhibishwa, ambalo ni fungu la watoto wote, basi ninyi ni watoto wa haramu, wala si watoto halali. Amina. Sikia haya neno la Mungu apendwa. Neno la Mungu nasema hivi: katika kupigana kwetu, katika yale ambayo sisi tunaona aliniaibisha na akanitukana mbele ya watu, Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu nasema hivi: hamjang'ang'ana hata kufika kiwango cha kumwaga damu. Ni maneno tu ndio watu ya ukalia hata ukula chakula. Ni maneno tu, mtu alikwambia kaneno tu, basi ukalia mpaka mahali sasa sikainuka
Standard ya Mungu inasema. Standard ya Mungu inasema hamtang'ang'ana hata kumwaga damu. Yaani hamtafikia kiwango cha kumwaga damu. Ndugu zangu katika Bwana. Mambo mengine ambayo tumekuwa tunachukua kama kuumizwa, hata ni vitu vya aibu kuzungumza kama ushuhuda. Watu wa Mungu waseme amen. Roho Mungu anazungumza na kanisa lake. Roho Mungu analitayarisha kanisa lake kuinuka katika viwango vingine. Amina. Amen. Tuko pamoja watakatifu. Neno la Mungu linasema hamtapambana hata kiwango cha kumwaga damu kwa ajili ya kutetea uokovu. Hatutafikia. Mbona walipomchangia fulani walimchangia pesa nyingi, mimi sikuchangia pesa. Basi. Yake alikupita na 150, wewe ulipewa 700, yeye akapewa 850. Basi. Kabisa yani ndio maana umekasirika. Mwingine alichangiwa 850. Ndugu zangu, ni tamanio langu kama mzazi kuona jamii ya Mungu inafikia kiwango kingine cha uhusiano wao na Mungu wao. Ni tamanio langu wapenzi katika Bwana ya kwamba kama wana wa Mungu tuliookoka, ambao Kristo alipa karama kwa ajili ya maisha yetu haya tuliyo nayo, neno la Mungu linatuonya hiyo ambayo unaona ni aibu umefanyiwa, hautafika hata roho ya mauti. Hautafika hata kiwango. Kwanza hata kipimo hakijaanza kuonekana ya kwamba umepitiwa mauti na mateso. Tukilinganisha na yeye aliyeng'ang'ana mpaka kufa msalabani. Neno la Mungu linachallenge hivi ya kwamba hatutafika mahali. Kanisa la Bwana lisema hatutafika mahali. Basi neno la Mungu linasema hivi. Hata kama basi tumepitia hiyo mauti na makwazo, neno la Mungu linasema hivi. Ni makusudi ya Mungu ya kwamba kila mtoto wake akemewe. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Ya kwamba kila mtoto wake afanye nini? Akemewe. Ya wakati unapitia hiyo hali unasema ni ngumu. Wakati unapitia hiyo hali unayoiona ni mateso, Mungu anasema ikiwa haitatokana na maovu umeyafanya, unalipa kutokana na maovu na dhambi yako. Ikiwa moyo wako ukijichunguza, moyo wako uko sawa mbele za Bwana, umechupata katika mawimbi ambayo hauelewi chanzo chake ni kipi. Paulo anasema nikaomba ya kwamba Bwana niondolee mwiba mara 3, lakini Bwana akasema sitauondoa. Mungu akamwambia Paulo, mwiba huo sitauondoa, maana nguvu zangu zitaonekana kwako katika udhaifu wako. Wakati uko mdhaifu ndio wakati nguvu zangu zitaonekana. Ndio wakati Mungu anamwambia Gideoni, sihitaji watu wote kwenda kupigana. Nataka nguvu zangu zionekane mkiwa wachache. Ndio watu wataona ni mkono wako umefanya kazi. Kanisa la Bwana liseme amen. Amen. Watakatifu wa Mungu aseme amen. Amen. Wakati unajiuliza Mungu yuko wapi? Wakati unajiuliza kwa nini itendeke hivi kwangu? Mungu anasema niko nashughulika na wewe kama mtoto. Maana yeye anasema nisiposhughulika na wewe kwa maonyo na makemeo, wewe si mtoto wangu. Mungu anasema hivi. Ikiwa sitakutayarisha, ikiwa hautakuja mikononi mwangu nikufinyange vile ninavyotaka, wewe si mwanangu. Neno la Mungu linasema hivi. Mungu anakuhesabu kama watoto haramu ikiwa kila wakati anapotaka kutufinyanga aondoe kiburi, aondoe tabia mbaya ndani mwangu. Kila wakati ni kulia na kunungunika. Mungu anasema hata shughulika na sisi kama watoto wake. Atatuhesabu watoto haramu. Na kama watoto haramu, basi hatuna sehemu ya kushiriki mema na baraka zinazotokana na baba yetu. Amen. Amen. Amen.
kwamba Musa atoe wana wa Israeli wapi? Misri, awapeleke nchi ya ahadi. Amina. Amen. Lakini ndani mwaka akaona huyu jamani nani? Huyu mjeuri huyu. Huyu akunyonga watu, huyu atawanyonga amalizi. Sasa akawa anataka aondoe moyo wa kunyonga watu. Na akahakikisha hakuna fea. Musa hakuomba mtu fea, lakini alitoka kwa baraka. Anaenda wapi hajui. Lakini bora nafsi yake iwe kiponi. Alipata hapo kwa nani? Kwa Jethro, nyikani. Kumbe ndio sasa ameingia kwa mikono ya Mungu, anaanza kazi na yeye. Lakini ukimuuliza Musa, anasema natoroka, wanataka kuniua. Ukikutana na Musa akikimbia atakwambia huko wanataka kuniua. Kumbe Mungu anamweka wapi? Kwa mikono yake, anataka aanze kazi na yeye. Amina. Amen. Umeshawahi kupata unafunga bila kutaka? Maana hata ukitaka kula utakula nini? Sisi wewe uji kufunga. Hata ukiambiwa kufunga naona kama anakusumbua. Mungu anahakikisha unajua programu ya kufunga. Yeye anaweza kuingiza kwa programu yake. Ukaanza kufunga bila kutaka. Maana yeye ana nguvu na ana uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Program ya breakfast ya kwanza na propandi kwa Musa ikapotea. Utaitoa wapi? Fridge iko wapi? Kwa champani bwana. Unaenda kushinda na kondoo, mnarudi usiku. Propandi iko wapi baba? Bravo. Iko wapi? Ataitoa wapi? Hata kama anaitaka ataitoa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Unajua kinicheza mimi naweza toka hiyo kanisa sawa. Hakuna shida. Hakuna? Siongei sana kwa Musa maana tunaenda kukutana naye pale mbele. Ndio muulize Yusufu. Mungu anataka asimamie nini? Egypt. Awe prime minister. Ndio? Wewe unafikiri atakuchukua tu aseme enda uwe prime minister? Atakuchukua tu aseme mwanangu Yusufu, sasa tunachukua panda ndege na kupeleka Misri. Wewe uwe prime minister. Kabla wewe kuwa prime minister, lazima uwe kwa mikono yako. Ndugu zako wakukatae, wakutukani kabisa, hawataki kukuona. Ameingia kwa mikono. Anafanya nini? Nini anatafuta ndani mwake? Moyo wa kupondeka. Usikia hapo neno la Bwana. Anataka utengeneze ndani ya Yusufu. Anaanza kwa njia ipi? Ndugu zake kumkataa. Wakimuona hata alikuwa anawapelekea chakula. Ukimuuliza Yusufu anasema, ndugu zangu wamekaa sijui sijawaona. Tayarisha chakula niende nione ndugu zangu. Hivyo ndivyo Yusufu anavyosema. Ametayarishiwa chakula, anaenda kuona ndugu zake wako wapi? Hiyo ndio wazo wako nao. Kumbe Mungu anataka amweke kwa mkono yake. Wakimuona anakuja na chakula hata waoni chakula. Wanasema huyu ndiye alisema tutamuinamia. Tumemtafuta siku zote hatujampata. Lakini leo ametileta mwenyewe. Akaingia mikononi mwa Mungu. Akaachwa kwa shimo. Mungu anatayarisha mtu ambaye anataka awe kiongozi. Watu wa Mungu, kuna maneno lazima tukubali aondoe kwa vinywa. Hii kulalamika kwingine, kuna lalamika hivi. Tunatakana tukiondoke watu wa Mungu. Kuna vitu zingine tunatoa kama sababu katika maisha yetu. Tukilaumu watu, tukilaumu wazazi, tukilaumu ndugu zetu. Kumbe ni makusudi ya Mungu. Anasema asiposhughulika na sisi kama watoto wake, sisi ni wana haramu. Amen. Amen. Wakati mwingine tuwe watulivu. Wakati tumeshipata katika hali tusiyoielewa, wakati mwingine tuwe watulivu. Tusiwe wepesi wa kulaumu na kunung'unika. Tuwe watulivu. Na tuelewe ya kwamba neno la Mungu linasema hivi. Warumi 8:28.
linalotendeka kwa mwenye haki wa Mungu linatendeka kwa wema. Linatendeka kwa wema. Kule kukataliwa, kule kutukanwa, zile aibu unazoziona ni aibu, zinatendeka kwa wema. Wema gani? Kwa macho haya usiwe unaweza kuuona. Yusufu kwa macho haya hangeona. Musa kwa macho haya hangeona. Lakini yote hata tusipoona inatendeka kwa wema, maana Mungu ana makusudi nasi. Kanisa la Bwana liseme amen. Haleluya. Amen. Mtu aliye na ufahamu huu, mtu aliye na ufahamu huu unaotokana na hekima ya Roho wa Mungu, huyo mtu hautampata hata siku moja katika manung'uniko. Yeye atakuwa mwepesi wa kuinua mikono hata katika dhoruba, wakumwambia Mungu, nipe neema Bwana. Nipe neema ya kupita katika hali hii. Zungumza nami Bwana nikuelewe. Ni kipi unachokitaka katika maisha yako? Nipe subira Bwana. Amen. Amen. Nipe subira Mungu katika mawimbi haya ninayoyapitia. Nipe subira Bwana. Nifunulie Mungu nikaweza kukuelewa. Nipe nguvu nikaweza kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati watoto wanalia, hawatakunywa uji. Unashindwa, kazi zimekuwa zinatokezea ukifanya. Unashindwa kwa wiki mbili, kwani kuna nini? Ni wakati wa kumwambia Bwana, wewe ni Mungu mpeanaji wangu. Najua hutanipungukia. Najua Bwana utatoa njia. Najua wewe ni mwaminifu. Umesema Mungu hutanipungukia wala hautaniacha. Uko pamoja nami katika jina la Yesu. Lakini mara nyingi wapendwa, wakati Mungu anapotuleta katika mikono yake, aanze kufinyanga na kututengeneza chombo anachokitaka, tunaruka. So ni sawa ukiruka, Mungu atakungoja hapa. Hakuna hatua Mungu anaenda. Anakungoja hapo uliporukia. Urudi hapo muanze tena. So kwa upande wa Mungu, kwa kazi anayoitaka kuifanya kwa maisha yako, Mungu haruki step. Amen. Yeye haruki step. Yeye anakungojea hapo uliporuka ukatoroka. Mpaka kulete hapo tena ndio mwanze kutembea. Asemi anaenda kukua. Ndio Bwana sadaka makofi kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Asoma uendelee kuanzia 9. Tena sisi sote tunao baba wa kimwili waliotuadhibisha, nasi tukawaheshimu kwa ajili ya hilo. Je, si itatupasa kujinyenyekeza zaidi kwa baba wa roho zetu ili tuishi? Baba zetu walituadhibisha kwa kitambo kidogo kama wao wenyewe walivyoona vyema, lakini Mungu hutuadhibisha kwa faida yetu ili tupate kushiriki utakatifu wake. Kuadhibishwa wakati wowote hakuonekani kuwa kitu cha kufurahisha, bali chenye maumivu inapotekelezwa, lakini baadaye huzaa matunda ya haki na amani kwa wale wanaofunzwa nayo. 12. Hakuna kuadhibishwa kokote kunakoonekana ni kuzuri. Wakati unapitia mafinyango ya Mungu, wakati Mungu amekuweka katika mikono yake, anakufinyanga, hakuna uzuri wowote utauona. Amen. Amen. Yusufu hangeona uzuri. Hangeona kabisa. Wala Musa hangeona uzuri kutoka pale waende kuchunga kondoo na kulipa mshahara. Hangeona uzuri wowote. Hangeliona watu wa Mungu. Lakini Biblia inasema hivi, kwa kuwa hata wazazi wetu, kuna mtu hapo na mzazi wake alipofanya makosa. Ikiwa hapa ulifanya makosa na akakwambia baby, kuna shida. Mzazi, yaani ulifanya makosa kabisa, ukafanya kitu kibaya na mzazi akakwambia baby, wewe ni mwanangu, hakuna shida. Kuna mmoja alipitia maisha hiyo. Tulipokosa wazazi walituadhibu. Si ni kweli watu wa Mungu? Lakini Biblia inasema walituadhibu kwao vile walivyoona vyema.
Lakini haya anayotuagiza nayo Mungu ni kutaka kututayarisha kwa faida yetu. Kanisa la Bwana liseme amen. Sikia mstari wa kumaliza. Neno la Mungu linasema ya kwamba hakuna makemeo yoyote ambayo mtu anayoyapitia yanayoonekana kuwa mazuri vile hicho anachopitia. Hakuna. Nimezungumza katika madhabahu haya na narudia tena. Hakuna makemeo, hakuna kipindi kinachoweza kuwa kizuri wakati unapitia makemeo. Hakuna. Lakini Biblia inasema unapostahimili kupitia makemeo hayo, mwisho wake, mwisho wa hicho kipindi cha kuvinyangwa na Mungu, mpaka kazi potee, mpaka watu wakuseme, mpaka utoke nyumba nzuri uende nyumba inayoonekana ya aibu, hata utaki watu wajue unaishi wapi. Hayo yote unayoyapitia inaonekana ni aibu, unaonekana ni jambo lisilofurahisha kwa wakati huo unapolipitia. Lakini neno la Mungu linasema makusudi ya Mungu katika mwisho ni ushuhuda wa kusema hakika wapendwa nimemuona Bwana. Amen. Makusudi ya Mungu ni kwamba mwisho wa makemeo yako ukaweza kusema watakatifu, hakika mimi nimemuona Bwana. Nimeona wema wa Mungu. Na nikauliza siku nyingine nikasema ni yupi huyu ambaye alikuwa analima shambani akakatwa na jembe? Alikuwa na matope. Mguu wake ulikuwa na matope na amekatwa na jembe. Ni nani yule aliyeanguka akapata jeraha? Akapelekwa kwa daktari. Daktari alipokuona unalia, unasikia uchungu, akakwambia pole baba. Pamoja na matope yako akachukua pande cha akafunika na akakuweka dawa. Kuna mtu ameshaona hiyo? Wanaweza sijui. Ndivyo madaktari wanasema wanafanya. Yaani daktari wakati unalia akikuza, yaani unatamani utoke. Kwanza ukipiga ndio wanakushika wengi sasa. Na anachukua kwanza anaanza na spirit. Amwake hapo kwenye umekatwa kwanza apitishe kwanza spirit. Hiyo ngozi iliyoonekana inafunika jua itoe kwanza. Uwe itoe. Damu ianze kutoka fresh. Ndio. Sasa kwa macho hayo naona huyu mtu hanitaki maisha. Kumbe ndio njia ya kupona. Hacha akachukua kipande cha kupandika na dawa. Anajua nikifanya hivyo nitamuumiza huyu. Ndio huu mguu utaoza sasa ukata. Lazima isukuliwe, damu inaanza kutoka fresh. Ukirudi tena panatengenezwa. Sasa unashindwa kupata pona nini? Kumbe ndio kupona. Wenye haki wa Mungu aseme amen. Watakatifu wa Mungu aseme amen. Mungu wakati anahitaji maisha yetu kuyatengeneza, tutokezee watu wanaowataka, atatupitishia katika kuvinyama. Utaona kwamba umeachwa na Mungu. Utaona kana kwamba watu wote wamekukataa. Unakuja na ukiwa kabisa. Unashika namba ya mtu mwenye mmekuwa mnaongea imeenda. Umeshaona namba ya mtu imepotea kwa simu. Yaani mtu mwenye unajua kabisa huyu tunasaidiana na inapotea kwa simu. Unashika imeenda wapi? Kipindi cha kutengenezwa na Mungu hata simu, hata namba zinapotea. Na namba isipopotea hata simu itapotea kabisa. Yaani watu ambao unaona unawategemea wakati wa jambo lako wasipatikane. Ili kwa sasa wewe na Mungu atoe mtu anayetaka. Kanisa la Bwana liseme. Wenye haki wa Mungu asema. Moyo uliovunjika na kupondeka ni matokeo ya kazi ambayo Roho wa Mungu amefanya katika maisha ya mtu. Anatoa roho ambayo Mungu anasema ninakaa mahali palipotukuka. Ninakaa na yule mwenye roho ya kupondeka na kuvunjika. Ili tupatikane uweponi mwa Bwana. Ili tukaweze kushiriki mema ambayo Mungu ameyakusudia
katika jina. So Jumapili tutaendelea kuanzia hapa. Madhihirisho ya nje, the outward manifestation of a contrite spirit or heart. The outward manifestation of a contrite spirit or heart. Kuna mambo utayaona, the outward. Kuna mambo yataonekana nje ya mtu mwenye moyo kupondeka. Kuna matokeo yataonekana nje, unaweza kuyaona na hakika ukasema hapana, hii si kawaida na hii si kujifanya. Huyu mtu Mungu amemsaidia, huyu Mungu amesaidika. Kuna mambo yataonekana, kuna matunda yataonekana, matunda ya moyo uliopondeka na kuvunjika yataonekana kwa watu. Amina, yataonekana. Na ninaomba kila mmoja wetu aanze kujitafuta kama yanaonekana kwake, ama watu wanakushuhudia nini wewe mtu wa Mungu leo. The outward manifestation of a contrite spirit. Number 1, a selfless attitude. A selfless attitude. Numbers chapter number 14. Numbers chapter number 14. Verse 11 to 23. And then Philippians chapter number 2. Verse 3 to 4. A selfless attitude. A selfless attitude. Numbers chapter number 14. Verse 11 to 23. And then Philippians chapter number 2. Verse 3 to 4. A selfless attitude. So many of Philip. And here I start with so much more pain. A selfless attitude. Haya ni baadhi ya matunda, haya ni baadhi ya mambo yataonekana katika maisha ya mtu, yanayodhihirisha moyo unaopondeka ama moyo uliopondeka mbele za Bwana, ambao Mungu anautafuta. Filipi mlango wa 2 fungu la 3, andiko anasema hivi: Msitende jambo lolote kwa nia ya kujitukuza, bali kwa kunyenyekevu. Kila mtu akihesabu mwingine bora kuliko nafsi yake. Kila mmoja wenu asiangalie mambo yake mwenyewe tu, bali pia ajishughulishe kwa faida ya wengine. Rudia tena baba. Wafilipi mlango wa 2 kuanzia fungu la 3, maandiko yanasema hivi: Msitende jambo lolote kwa nia ya kujitukuza, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu akihesabu mwingine bora kuliko nafsi yake. Kila mmoja wenu asiangalie mambo yake mwenyewe tu, bali pia ajishughulishe kwa faida ya wengine. Amina. Takatifu wa Bwana wasema amina. Amen. Moyo usiokuwa wa ubinafsi. Yaani moyo ambao sio wa ubinafsi. Neno la Mungu linasema ufanyapo jambo lolote usifanye kwa ajili ya kujitukuza wewe. Tuko pamoja kanisa? Ufanyapo jambo lolote usifanye kwa nia ya kujitukuza. Kuna jamaa mmoja alikuwa ameenda mbele za Bwana pamoja na mwenzake, mtosha ushuru na Mfarisayo. Unakumbuka hiyo maneno? Mfarisayo akasemaje? Akasema mimi nashika sheria zote, mimi natoa tithe, mimi napeana kwa maskini, mimi. Anaweza asifiwe. Tena akasema mimi si kama huyu mtosha ushuru mwenye hana maana. Wakiwa wameenda, Biblia inasema walikuwa wameenda mbele za maombi, mbele za Bwana kwa maombi, si ndio? Na huyu ndivyo Mfarisayo alivyokuwa anazungumza.
naomba kila wakati unapotaitika maombi naomba. Si kama wewe mtosha ushuru huyo hana maana. Na Biblia inasema mtosha ushuru naye akasemaje? Hata hakuwa na uso wa kuinua uso wake juu. Amina. Amen. Moyo wake ulikuwa umejaa hukumu, akamwambia Bwana, nikumbuke. Unihurumie na unisamehe. Mwenye haki wa Mungu asema amen. Amen. Moyo usiokuwa wa ubinafsi. Ninaamini niko nazungumza na jamii ya Mungu. Kwa lolote ulifanyalo ndugu zangu katika Bwana, aidha watu wanajua ama watu hawajui, lakini shughulika na dhamira yako. Uhakikisha ya kwamba lolote unalolifanya si kwa ajili ya kujitukuza wewe, lakini kwa ajili ya wahesabu ndugu zako kuwa ni watu wa muhimu pia. Hesabu ndugu yako huyo kuwa ni wa maana pia. Anayeonekana mapato yake ni ya chini, anayeonekana hata anakaa kwa sanduku ya tomato, anayeonekana hana nyumba nzuri, anayeonekana hana masomo mazuri, anayeonekana hana mali nzuri, ndugu yako. Neno la Mungu linatuonya ya kwamba weka ndugu zako katika mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Weka ndugu zako katika mawazo yako. Wakati unafanya maamuzi, usifanye kwa ajili yako ukijiangalia wewe kulingana na uwezo wako tu. Weka ndugu zako katika mawazo. Nimesema haya ndiyo matunda yanayodhihirika kuonyesha moyo uliovunjika na kuondeka. Si moyo unaojitakia na kujiwaza wao wake peke yake. Ni moyo unaofungua nafasi pia kufikiria wengine. Baba, nakushukuru kwa jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu Mungu, na wewe ni Baba yetu. Wewe unatupenda. Kwa neno lako tunasimama. Kwa neno lako tunainuliwa. Kwa neno lako tunabarikiwa. Kwa neno lako tunapata ufahamu na nguvu katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu, kwa uweza na kwa mamlaka ya Roho wako Mtakatifu, neno lako likae ndani mwetu. Ukatusaidie Mungu. Tujifundishe Bwana kunyenyekea. Tusikie sauti yako inaponena katika maisha yetu. Najua unatupenda, una mipango na mawazo mazuri. Na wewe ni Mungu usiyekuacha kuaibika. Tamanio langu Mungu ni kwamba ukachiinulie jamii ya pekee ambayo itakuwa ushuhuda katika mji wa utumwa, katika vitongoji vya Kwale na katika taifa la Kenya. Naomba ya kwamba Mungu ukachiinulie watu katika kundi hili ambao mioyo yao siku zote Mungu itatafuta uso wako kwa ajili ya kazi yako ambao naandaa waweze kukutumikia. Bwana, tusaidie. Kiburi usiwe sehemu yetu, ubinafsi usiwe sehemu yetu, lakini Bwana tukatamani kuongozwa na Roho wako, na ukatupe neema hata katikati ya maudhi mioyo yetu kasimame na kungojea wewe. Bwana, natupenda. Pokea utukufu, pokea heshima. Bwana, utukufu na adama vyote ni vyako. Na wabarikisha watu wako Bwana. Asiwepo hata mmoja atakayeondokea makemeo. Asiwepo hata mmoja katika kundi hili atakayekaa katika manuniko na kuwepa mkono wako wa marekebisho. Lakini ukatupe neema na macho yetu ya ndani yakakuone na kuelewa. Ukatembee katika makusudi yako. Kwa Kristo Yesu, alibariki kundi lako. Amen. Tupe Bwana wetu sadaka.